بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. Tukiwa tunaendelea na silsila zetu za Muhammad Sunna na Muhammad Quran. Kama nilivyosema, tuko na Muhammad wawili, Muhammad Sunna yani Muhammad kwenye hadithi, na Muhammad Quran yani Muhammad alokuja na kitabu ama risala ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao ni Quran. Hivi ni vitu viwili tofauti, na tumekuja kugundua katika dini yetu ya Kiislamu tuko na Muhammad Sunna na Muhammad Quran, na hawa ni tofauti kabisa. Kwa hivyo wewe jiulize ndani ya nafsi yako, Muhammad yupi unayemfuata wewe? Je, unamfuata Muhammad Sunna ama unamfuata Muhammad Quran? Tuangalie leo Muhammad Sunna yasema nini na Muhammad Quran yasema nini, kisha uamuzi ni wako wewe msikilizaji. Muhammad Sunna atuambia kama inavyokuja katika vitabu vya hadithi inayosema kwamba bu'ithtu bisayf baina yaday saa hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika la wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Muhammad Sunna atuambia bu'ithtu bisayf baina yaday saa hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika la wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Muhammad Sunna asema nini? Asema kwamba bu'ithtu bisayf baina yaday saa hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika la, yani anadai kwamba yeye ametumilizwa bisayfi, kwa upanga. Yani akimaanisha kwa upanga ni kwamba ametumilizwa kwa sababu ya jihadi, mpaka watu ama ulimwengu mzima mpaka aabudiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la sharika lah, peke yake. Yani maana bu'ithtu bisayfi hatta baina yaday saa hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika lah, yani Muhammad Sunna asema kwamba yeye ametumilizwa kwa upanga, yani apigane jihadi, yani auwe, yani alazimishe watu kuingia katika Uislamu mpaka kuabudiwe Mwenyezi Mungu bila ya kushirikishwa na kitu chochote. Huyu ndiye Muhammad Sunna. Waju'ila rizqi, na kisha yasema waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, yani na riziki yake, chakula chake kinatokana kwa ile jihadi, kule kuvamia watu na kuwalazimisha watu kwamba waingie katika Uislamu. Wanapokataa ni awaue na kuwapokonya wanawake zao na kuwapokonya mabinti zao na kupokonya mali yao. Yani riziki yake inatokana na sabi nisa na ghanima, kupora watu. Huyu ndiye Muhammad Sunna. Sasa njoo tumwangalie Muhammad Quran asema nini. Tumemsikia Muhammad Sunna kwamba yeye ametumilizwa kwa sababu ya jihadi, kwa sababu ya kuua, kwa sababu ya kulazimisha watu waingie katika dini, na riziki yake inatokana na sababu ya jihadi. Akenda jihadi, yeye awe ni mwenye kuwapokonya watu mali yao na kuwaua kaumu ambao kwamba walokwenda kuivamia. Huyu ndiye Muhammad Sunna. Muhammad Quran atuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati hasana. Huyu ndiye Muhammad Quran. Muhammad Qurani anakwambia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayosema ud'u ila sabili rabbika bilhikma,
lingania katika njia ya Mwenyezi Mungu, bilhikmati, kwa kutumia hikma, walaysa bisayf, sio kwa upanga. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati hasana, na mawaidha mazuri. Huyu ndiye Muhammad Qur'an. Muhammad Qur'ani ni yule alokuja na maneno akasema, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Muhammad Qur'ani amekuja na maneno asema, walau shaa rabbuka, na lau anataka Mola wako, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, wangeamini watu wote wakawa ni waumini, ulimwengu mzima ungekuwa waumini, lau angetaka Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Mwenyezi Mungu amwambia Muhammad Qur'an, wewe unalazimisha watu ili wazidishe imani zao? La, 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 usiwaamrishe watu, usiwalazimishe watu. Innama alayka albalagh, kazi yako ni kufikisha risala basi. Lakini kulazimisha watu kwa nguvu kwamba waingie katika imani, la. Huyu ndiye Muhammad Qur'an. Muhammad Qur'ani ni yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, na yeye ndiye mwenye kutamka maneno kama haya. Mwenyezi Mungu amemteremsha yeye ndio akatamka kwa kaumu zake, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Muhammad Qur'ani yatuambia maneno ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Mwenyezi Mungu hajawakataza wale ambao kwamba hawakuwapiga vita katika dini, walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawakuwatoa katika majumba yenu, antabarruhum, kuwafanyia wema, kuwafanyia mazuri, kukaa nao kwa amani, kukaa nao kwa uzuri, watuqsitu ilayhi, na kisha muwafanyie uadilifu. Yani Muhammad Qur'an aja na maneno ambayo kwamba lau wewe unaishi na mtu ambaye kwamba sio katika mila yako, iwe ni mila ya Isa alayhi salam, iwe ni mila ya Musa alayhi salam, ama hata hana mila, lakini haja kutukana dini yako, wala haja kupiga vita kutokana na dini yako, wala haja kufukuza katika nyumba yako, Mwenyezi Mungu anakuambia kaa naye kwa wema, kaa naye kama ambaye kwamba ni ndugu yako. Huyu ndiye Muhammad Qur'an. Muhammad Qur'an ni yule ambaye kwamba yuaja na maneno ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayyuhalladhina amanu. Maneno kama haya anayoyasema ni nani? Ni Muhammad Qur'an. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Idha darabtum fi sabilillahi, pindi munapokuwa katika kuelekea katika kutangaza da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fatabayyanu, bainisheni, wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan, wala musiseme kwamba yule ambaye kwamba hataki kufuata ile da'wa yenu akawa ni wenye kuambia kwamba mimi, yani kwa amani, hawapigi vita wala hawafanyi lolote. La, yeye anakuambia tu kwa amani kwamba haya maneno ulokuja nayo, hiyo dini ulokuja nayo, mimi sikubali. Hiyo ndo maana wala taqulu man alqa ilaykumus salama. Mwenyezi Mungu hakusema wala taqulu liman alqa alaykum, amesema liman alqa ilaykum. Sio kama ilivyokuja katika tafsiri, yani kusalimiana salamu alaykum. La, 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 la.
Yani wao wakawa watawajibu maneno ya amani kwamba sisi hatuna haja ya kufuata hiyo dini. Lasta mu'minan, usiseme kwamba huyo si mu'min. Mwenyezi Mungu asema, je, munataka raha? Je, munataka mambo ambayo kwamba ni ya kidunia? Fa inda Allahi maghanimun kathira. Mwenyezi Mungu anawaambia kwamba kwa sababu aya kama hii, maswahaba walikuwa wakienda kufanya da'wa wakilazimisha watu waingie katika dini, na wasipoingia wanawapiga vita watu kama wale. Mwenyezi Mungu ndo akateremsha aya kama hii, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia, tabtaghuna aradhal hayati dunya, mnataka mapambo ya dunia. Fa inda Allahi maghanimun kathira, kwa Mwenyezi Mungu kuna maghanimun kathira, faida nyingi mtakazozipata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wachaneni na hayo, kuna pepo huko mmeandaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Sio kwamba muwalazimishe kuingia katika dini, wasipoingia muwapokonya mali yao. La, msiyafanye hayo. Fa inda Allahi maghanimun kathira kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awaambia maswahaba, awaambia kwamba hata nyinyi mwanzo mlikuwa ni makafiri, lakini hakuna mtu alowalazimisha kuambia ingieni katika Uislamu kwa lazima. Kwa hivyo kama vile nyinyi hamkulazimishwa kuingia katika Uislamu, basi na nyinyi msiwalazimishe. Hivyo ndivyo wanavyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maneno ambayo kwamba alokuja nayo Muhammad Qur'an. Muhammad Qur'an ni yule ambaye kwamba anaambiwa, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al'adhab. Mwenyezi Mungu ndo ataadhibu. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad, lasta alaihim bimusaitir, wewe kazi yako sio ya kutaka kuwa kontroli hao. La, wewe kazi yako ni balagha, ufikishe ujumbe. Hiyo sio kazi yako ya kutaka kuwa kontroli. Huyu ndiye Muhammad Qur'an. Kwa hivyo tumuona Muhammad Qur'an ni tofauti na Muhammad Sunna. Muhammad Sunna yeye asema kwamba ametumilizwa na upanga, yani kazi yake ni kukata, kazi yake ni kuchinja, na riziki yake anaipata kulingana na kutokana na hiyo jihadi, ndio riziki yake anaipata. Na kazi yake ni sabi nisai, kuteka wanawake kisha wakiwagawanya kwa maswahaba. Huyo ndiye Muhammad Sunna. Lakini Muhammad Qur'ani la abadan. Muhammad Qur'ani ni yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Muhammad Qur'an ni yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amwambia, waqatilu fi sabilillah, pigana. Sikukukataza upigane katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini vipi utapigana? Vipi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Utapigana kwa wale ambao kwamba wanaokupiga vita wewe, lakini kama hawakupigi vita usipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yani wewe ikiwa ni kupigana, unapigana kwa sababu ya self defense. Mtu amekuja kwako, ametoka mji wake akaja Madina kukupiga vita, basi wewe pigana naye vita, lakini sio wewe utoke uende ukatefute vita. La abadan. Mwenyezi Mungu amwambia, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, wale ambao kwamba wanawapiga vita. Kwa hivyo wasio wapiga vita wewe. Kisha Mwenyezi Mungu amwambia, wala tahtadu, wala msifanye uadui, mkateka wake zao, watoto wao, mkachoma nyumba zao. Mwenyezi Mungu amwambia, wala tahtadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Mwenyezi Mungu hawapendi wale wenye kufanya uadui. Huyu ndiye Muhammad Qur'an. Kwa hivyo wewe ndugu mpendwa, ndugu msikilizaji, wewe unamfuata Muhammad yupi? Muhammad Sunna ama Muhammad Qur'an? Wa ila liqa'in akhar bimashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.